Tutakao kuna habari za asubuhi ndugu zangu wana habari. Naomba mtusamee kidogo tumechelewa, lakini ni katika kuweka mambo sawa. Can we get extra chairs? Kuna chairs ambazo ziko empty. Anita. Sawa. Subiri kidogo chama ndo atakayetoa okay. Nico, the place is yours. Asante. Ndugu zangu waandishi wa habari za asubuhi. Kwa mara nyingine tena tunawakaribisha katika makao makuu ya kampuni ya simu Tanzania TTCL. Kama ambavyo tulivyowajulisha kwenye wito, ipo taarifa muhimu ambayo bodi ya kampuni yetu inapenda kuitoa kwenu, na mbele yetu tunao Mheshimiwa mwenyekiti wa bodi ndugu Omar Rashid Nundu, yupo pia mjumbe wa bodi mzee wetu mzee Isa Omar Isa, yupo CEO wa kampuni yetu Omar Khamis samahani. Vile vile yupo mtendaji mkuu wa kampuni ya simu Tanzania ndugu Waziri Kindamba, yupo mkuu wa shughuli za fedha ndugu Kalai David, yupo vile vile kaimu mkuu wa shughuli za sheria kampuni yetu anaitwa dada Anita Moshi, na sisi wengine wote kutoka TTCL tunawakaribisheni. Mheshimiwa mwenyekiti, waandishi wa habari kutoka almost vyombo vyote vya habari wako hapa tayari kusikiliza. Asante sana. Ndugu zangu, habari za asubuhi. Kwanza niwashukuru sana kwa kuweza kufika leo hapa kama ambavyo tumewaalika, na tumewaalika kwa sababu ya matokeo ambayo sana yametokea jana. Magazeti mawili, Mwananchi na The Citizen, waliandika habari kuhusu Airtel, lakini sana walisema wamepata vyanzo kutoka serikalini kwa TTCL itaidai Airtel irudishwe kwao. Napitia yale nimeona kuna mlolongo kama huo. La pili, wakasema na kwamba TTCL inavyo vielelezo vya kulifuatilia na kulifanikisha hilo. Na pia wakasema walijaribu kutupata lakini hatukupatikana kueleza hatua gani ambazo zimefikiwa. Sasa ni bahati mbaya sana kwa kupatikana, lakini sisi tungependa sana tuanze kulielezea hili jambo, na ndio maana tukaona tuwaite katika press conference hii ili tuanze kutoa maelezo. Lakini maelezo tutatoa katika vitu vitatu. Kwanza tutasema kwa nini sisi TTCL tulielekeza macho yetu kwa Airtel. Ni kitu gani kilitufanya tuanze kuongelea Airtel? Kama wafanya biashara wote, kiingia kwenye biashara mnapenda kuwa na mawasiliano ya karibu sana na wenzenu wanaofanya biashara hii. Hapa tunakuta wenzetu kina Voda, kina Tigo, kina Airtel, kina Halotel na wengine wadogo wengi. Tukaona ili tutoe huduma kwa pamoja kwa faida yetu sisi kama kampuni mbalimbali,
lakini pia kwa faida ya wale ambao tunawahudumia, kuna wajibu wa sisi kufanya kazi kwa karibu sana. Hiki sio kitu kigeni, ni kitu ambacho kinafanyika katika kila nyanja za biashara. Tulijitahidi kufanya hivyo, lakini bila kumumunya maneno tukaona kuna ugumu kidogo. Yaani tunatumia nguvu nyingi sana kuwafanya wenzetu wawe karibu na sisi. Tukajiuliza, hivi katika hizi kampuni nyingine zozote hakuna ambazo zinaweza kutupa urahisi kufanya nao kazi? Tukaangalia ni nani ambaye yuko karibu na sisi. Nitatumia neno zuri tu, ni nani ni ndugu yetu sana wa karibu katika kampuni. Sisi kama mnavyojua, mpaka tarehe 23 mwezi Juni mwaka jana tulikuwa tunamilikiwa na serikali yetu, lakini pia na Mbia. Tukaangalia kwenye Airtel ya sasa, na wao mpaka leo wanamilikiwa na serikali yetu, lakini pia kuna Mbia. Na lile la kuwa wanamilikiwa na serikali yetu kwa 40%, kwetu sisi wale ndio ndugu zetu wa karibu sana. Kwaona ndio tunaweza kufanya nao kazi sana. Na nataka nirudie kitu kimoja. Airtel inamilikiwa na serikali yetu na Mbia. Sababu kule nimeona kwenye gazeti walisema sisi tunamiliki 40% kwa niaba ya serikali. Hapana, sisi hatumiliki chochote sasa hivi kwenye Airtel. Wamiliki wa Airtel ni serikali yetu na Mbia, but Airtel ambayo yuko huko. Sasa tunachotaka kusema kingine ni kipi tulichogundua. Maana baada ya kuona Airtel ndio ndugu yetu, tukaanza kuchimba ndani. Huyu ndugu yetu ni ndugu yetu kwa kiasi gani, na tunaweza kufanya naye kazi vipi? Tukaenda makampuni yanakosajiliwa huko, tukapata taarifa, lakini pia tukapata taarifa ambazo tunazo hapa ndani. Sasa ukitaka kuongelea Airtel, mwanzo ni Celtel. Maana kuna mabadiliko yametokea hapo, kutoka Celtel akaja Zeni mpaka akaja Airtel. Sasa sisi kwa kuanzia ni kule kwa Celtel. Celtel alikuwa ni nani? Lakini kabla hujaongelea Celtel alikuwa ni nani, lazima urudi kwa sisi TTCL kama kampuni. Tulianza lini kuwa kampuni? Tulikuwa nani? Na Wabia ndio walikuwa nawasema waliingia lini kwenye TTCL. Mwaka 1993 mwezi Disemba tarehe 31, kama shirika ya Posta na TTCL yaligawanywa na TTCL ikaanzishwa tarehe 31 Disemba mwaka 1993. Ilianzishwa kwa mtaji wa shilingi bilioni 200. Kwa TTCL ilianzishwa kama kampuni, ikiwa ni kampuni ya serikali ya Tanzania kwa 100%, kwa mtaji wa shilingi bilioni 200. Ilipofika tarehe 21 Julai mwaka 1999, takriban miaka 6 baadaye, thamani ya hisa za TTCL zikapanda kutoka bilioni 200 mpaka bilioni 600. Na pamoja na yote yaliyotokea katikati hapo, leo bado thamani ya hisa za TTCL ni bilioni 600. Hazijabadilika tangu 1999. Sasa tarehe 23 Februari 2001 ndio likaja wazo la kuibinafsisha TTCL. Na unafanya hivyo mara nyingi, wazungu wanasema unapotafuta strategic partner. Na unatafuta strategic partner pale unapoona kuwa kampuni yako hii haiendi vile ambavyo inatakiwa kwenda, unahitaji nguvu za ziada kuiongezea. Sasa sisi akajitokeza mtu wanaitwa MSI Detecom, Mobile Systems International Cellular Investment. Nataka hapa notice wamesema cellular investment. Na neno cellular linavyotumika huku linaendana na mobile phones. Kwa hiyo huyu anakuja kuwekeza kwenye TTCL, lakini mlolongo wake ni simu za mkononi, cellular investment. Hawa akasema sisi tunataka tupate hisa kwenye TTCL. Tutatoa dola za Kimarekani milioni 120 ili tupatiwe hisa
milioni 1,02,852,615 kati ya hisa zile milioni 600. Sasa ukichukua hesabu hii, hizo hisa ni 17.2. Ukichukua hisa milioni 1,02,852,615 kutoka kwenye hisa milioni 600, wewe unakuwa na hisa, share yako ni 17.14, sio 35%. Lakini kote utakapoona huko mwisho ikitajwa yambwa hii kampuni ina hisa 35%, wakati ukweli itakiwa iwe hisa 17.14. Hili peke yake kwanza ni tatizo. Lakini pamoja na hivyo yamefanyika mazugazuga, tutakuja kueleza itakapokuwa tuongelea TTCL pase. Hawakulipa dola milioni 120. Wakapata hisa hizo lakini wakalipa dola milioni 65 tu. Kwa maana hiyo ni kuwa hisa walizonunua kwa dola milioni 65 zilikuwa zitakiwa ziwe 9.28, lakini muda wote wakahesabika kwa wana 35%. Sasa hili nimelisema kwa sababu lina uhusiano na hisa zake kwenye Seltec, tutaona hapo baadaye. Tuje kwenye Seltec. Unajua kulikuwa na watu hapa wanaangalia mbali sana, wana maono mazuri, wanaangalia mbali, na nathubutu kusema walikuwa na uzalendo sana. Wakaona mambo ya simu za mkononi zinaingia, kwa wakasema na sisi TTCL tuingie kwenye mambo ya simu za mkononi. Ikaanzishwa kampuni hapa inaitwa Cellnet. Ilikuwa tarehe 3 Novemba 1998. Cellnet ilikuwa ni kampuni ya TTCL. Imeanzishwa na TTCL wenyewe. Kwa sababu hiyo ikapewa masafa. Kuna masafa megahertz 900 wakapewa na nyenzo, wakapewa na kila kitu. Sasa ilipofika wakati wa kuwa kampuni ifanye kazi, jina likabadilika, ikawa sio Cellnet tena, ikawa ni Celtel. Lakini vitu vyote vile walivyopewa, kwa sababu ni kampuni ya TTCL, wakawa wamevichukua wanavyo. Kampuni hii ilianzishwa na TTCL, na walioanzisha ndani ni board members kama unavyoona mimi na mwenzangu hapa. Wakakaa tarehe 7 Mei 2001 wakasema hii Cellnet ni Celtel. Sasa mradi wake utakuwa ni bilioni 1. Mradi wake ni bilioni 1, maana yake hisa milioni 1, kila hisa ina thamani ya shilingi 1000. Lakini wanahisa wakawa wawili. TTCL yenyewe ikachukua hisa moja shilingi 1000, na mtu asiyejulikana naye akapewa hisa moja, lakini hisa ile imeshikiliwa na mtu anayejulikana ambaye sio raia wa Tanzania. Hakuna haja ya kuficha hapa jina lake, wanaitwa David Bamford. David Bamford akashika hisa moja ya shilingi 1000 kwa niaba ya mtu ambaye hajulikani, na TTCL nayo ikashika hisa moja ya 1000. Kwa hiyo kampuni inaanzishwa, pesa za kuanzishia ni shilingi 2000. Sasa juzi hapa sisi tulianza kampuni inaitwa TTCL Pesa kwa mradi wa nusu bilioni. Kampuni ina hisa 100. Hisa moja tuliipa tiara, wanaita golden share. Hisa zobaki tunazo sisi. Unapotoa golden share kwenye kampuni ya serikali, ile hisa moja ya golden unaipa serikali, unaipa tiara. Hapa
hisa hii ikapewa mtu asiyejulikana, tena ikawa imeshikiliwa na mtu ambaye sio raia wa Tanzania, anamshikilia kampuni ya shilingi 2000. Utaanzisha wapi kampuni ya shilingi 2000? TTCL ikatia hela zake karibu bilioni 5 za wakati ule, dola milioni 5. Ikatia bilioni 5. Unaanzisha kampuni, hela za kuanzishia ni 2000, lakini wewe unatia shilingi bilioni 5 ili kampuni ile iweze kufanya kazi. Kwa hiyo ungeweza hata ukazibadilisha hizo bilioni 5 zikawa ni share yako kwenye ile kampuni, ikaanza tayari na share kubwa. Kwa hiyo kama kusingekuwa na TTCL kutia bilioni 5 zile, hakuna chochote ambacho kinafanyika, hata kuiweka Celtel kwenye platform ya kufanya kazi. Ulikuwa unahitaji kweli mwekezaji hapo. Isitoshe, TTCL ikatia pale dola milioni 82, bilioni 82 na usheri kwa kuikopesha Celtel ili ifanye kazi. Huo ni mkopo sasa. Bilioni 200 sasa hivi 82 unaingia kwenye bilioni ngapi? 200 huko. Wakatia kuikopesha Celtel kwa sababu ni kampuni yao. Yaani ukiondoa huo msugo wa 1000 hiyo aliochapwa kwa mtu hapo, ni kampuni ya TTCL ikatia pesa zote hizo. Hii ambapo kulikuwa na riba, lakini mpaka pesa hizo zinafanywa kazi hapo mbele, swala la riba hela hizo hazikusema, zinakwenda hivyo hivyo. Sasa tukaja mpaka tarehe 1. Yaani hapo tumetoka kwenye tulipoanzisha huko nyuma. Tarehe mnazikumbuka hizo. Tarehe 7 Mei, tarehe 7 Mei ilipofika 2001, zile hisa ambazo hazina mtu 999,999 999,998 ambazo zina thamani ya milioni 9,999,998. Zile hisa 998,998 nazo zilizobaki zikapewa TTCL. Naweza kuuliza kwa nini alipewaje na nini? Ametia bilioni 5 kule. Hata bilioni 5 zile hajarudisha. Kwa TTCL ilipofika tarehe 7 Mei ikawa ina hisa 999,999,999. Hisa milioni 1 kasoro 1. Yule mtu asiyejulikana bado ana hisa 1. Sasa tumekwenda hivyo tangu tarehe hiyo mpaka tukafika tarehe 27 Novemba 2001. Yule David Bamford hisa aliyomshikilia mtu asiyejulikana akamkabidhi mtu mwingine amshikilie huyo mtu asiyejulikana. This time wakati huo akamkabidhi Mtanzania. Ile hisa moja sasa akamkabidhi Mtanzania. Labda Mtanzania tukimtafuta atatuambia huyo mtu asiyejulikana ni nani, ili tuelewe leo alikuwa ni nani. Sasa kwa bahati, sijui ni nzuri sijui ni mbaya, Mtanzania huyo alikuwa kwenye bodi ya TTCL na alikuwa kwenye bodi ya Celtel, kwenye bodi zote mbili. Alafu mnakuja sasa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2005, tarehe ya vioja kweli. Hiyo ni tarehe ya vioja. Huyu bwana alikabidhiwa ile hisa moja, akawa ndio mwenyekiti wa kikao cha bodi hiyo. Bodi ilikuwa na wajumbe 9, lakini wajumbe waliokuwepo pale
walikuwa ni 5. 4, mmoja ametumia tele conference, wengine wamekwenda na proxy. Sasa hawa wajumbe 5 hao wakafanya maamuzi mazito sana. La kwanza, yule bwana mwenyekiti huyo akairudisha ile hisa moja akakabidhi TTCL. Asubuhi anaingia kikaoni akachukua hisa ile akamkabidhi TTCL. TTCL ikawa inamiliki Celtel kwa hisa zote kwa 100%, hakuna mmiliki mwingine. Lakini thamani ya hisa zake ni bilioni hii 1. Bodi ikakaa ikasema hapana, thamani hii lazima tuiongeze, itoke kwenye bilioni 1 mpaka bilioni 50. Thamani ya kampuni bilioni 1 unaiongeza mpaka bilioni 50. Bilioni 5 zile ambazo TTCL imetumia wala umpi kwa tukupa hizo bilioni 5 ziingie huko, ikaongezwa tu bilioni 50. Ilipoongezwa bilioni 50 zikachukuliwa bilioni 40 za TTCL, sawa sawa na dola milioni 40 wakati ule, kati ya zile dola milioni 82 na ushia ambazo walikuwa wamekopesha. Zikachukuliwa milioni 40 zikaambiwa sasa hizi tunatia huku kama mtaji wako. Kwa hiyo Celtel ikawa inamilikiwa na TTCL peke yake, lakini anamiliki kwa dola bilioni 41, ile moja aliyokuja nayo na hizo 40 zilizotiwa kati ya dola bilioni 50 ambapo mtaji ulikuzwa. Kwa bilioni 9 zikawa hazina mmiliki, na hii ni kawaida kwenye makampuni, lakini mmiliki ni TTCL peke yake. Siku hiyo hiyo baada ya masaa TTCL akanyang'anywa hisa zote, zikagawanywa kwa watu wengine. Milioni 40 zake zimekwenda na hisa zimekwenda, maskini huyu kaishia mikono mtupu. Sasa hapo ndio tunapojiuliza uhalali wa TTCL kunyang'anya hisa zile, lakini si uhalali tu, zilikwenda wapi? Hisa hizi zikagawanywa kwa watu ambao halikuwa hawamo katika mlolongo wa Celtel kabla yao. Nakumbuka Celtel alikuwa huyo mtu asijulikana na nini, lakini wakati wote ni TTCL peke yake. Lakini siku ile ikaambiwa wale watu ambao wanamiliki TTCL, na umiliki ni waambia hapa, mtu alikwenda akamiliki kiajabu ajabu, badala ya 9% ana 35%. Zikaambiwa hisa zile sasa zigawanywe kwa uwiano huo wa 65 serikali na yule apewe 35, na anagawanywa hisa zote 41. Lakini utaona kwa serikali pamoja na yule mtu mwingine kwenye TTCL, ukizijumlisha hisa zao hazifiki nusu ya hisa zote. Hisa zilizobaki kati ya zile 600 zao ni kama 200 na 50 na kitu hivi, za kwao zile hazifiki 50 kwa 100. Kwa hiyo kama wachukua hulwa ya TTCL kuigawa wenye hisa, huwezi ukawagawia hulwa yote hile, kwa sababu nyingine sio zao. Wewe na mimi leo tukianzisha kampuni, tumeanzisha kampuni na wengine wote tumeanzisha kampuni imetengeneza faida ikigawanywa tunagawiwa faida kutokana na hisa zetu ndani ya ile kampuni. Sicho kilichofanyika. Watu hao hisa zao sio 100%, sio 100%, wakagawiwa hisa zote. Kwa hiyo serikali asubuhi hiyo, kwa maana Tiara akawa yeye amechukua hisa milioni 26,650,000 kwa 35% ya uwiano wakati yeye na mwenzake, na yule mwingine akapewa hisa milioni 14,350,000. Hapo utakuta serikali Tiara alikuwa ndio majority shareholder, ndiye mwenye share kubwa kwenye Celtel, kwa sababu ana 65, yule mwingine ana 35. Lakini hilo alikupendeza pia, akachukua share nyingine kutoka zake
milioni 10,250,000 akampa yule mwekezaji. Kwa ikapindua vitabu. Ikawa mwekezaji sasa anashia milioni 24,600 na Tiara anashia milioni 16,400. Na shia ambazo gawanyo alivyosema ni zile milioni 9. Kwa hiyo ndio uwiano sasa hivi ambao umeendelea. Ulianza na Celtel. Kwa Celtel sasa yule mwekezaji wa Celtel ana 60%, asilimia 60, na huko kwingine sisi tuna asilimia 40. Sasa wakawa wao ndio majority. Kwa hiyo majority wakakabidhiwa waendeshe Celtel. Board member wengi ni wa kwao. Saa nyingine sijui kama tunajua hata kinachoendelea huko. Ndio, na yote hiyo ni siku hiyo moja tarehe 5 mwezi wa 8 2005. Yote yatokea hapo hapo. Ndugu zetu wa Tanzania sijui wanne na foreigner mmoja aliyekuwepo ndio anafanya hayo. Wenzao 9 wapo. Kwa tumekwenda hivyo, ikawa hii inaitwa Zeni, nafikiri baadaye imekuwa Airtel leo. Tuko hapo sasa hivi. Masuala mengi ya kujiuliza. Juzi tarehe 23 Juni mwaka jana tuliwalipa BAT International, BAT Airtel wajitoe kutoka TTCL. Mlipo wamejitoa, lakini zishia milioni 18 walizozipata kwa sababu wao walikuwa ni wamiliki wa TTCL kuliko. Sasa ndio maswali ambayo tunajiuliza. Lakini niseme kitu kingine cha maajabu siku hiyo. Bodi hiyo siku hiyo wamechukua dola milioni 40 za TTCL kuanzisha kuongeza mtaji wa Celtel. Alafu wakanyang'anya TTCL share zote, kwa hiyo ikambule wakawakopesha tena. Mtu akawakopesha TTCL dola milioni 28. Yaani hata kama zile dola milioni 28 ungezitoa kwenye dola milioni 40, ukweli ni kuwa uwiano ingekuwa TTCL ndio inadai tena dola milioni 12. Lakini baada ya kufanya yote akaamba TTCL imekopeshwa. Yaani unampa TTCL zigo kwa zigo. Yaani umemkandamiza mtu chini unazidi kumkanyaga tu. Na hiyo ikaikuwa riba ya 8%. Kwa leo tunavyosema ilikuwa imefika bilioni 76.6. TTCL iliyochukuliwa hela zake bado inadaiwa bilioni 76.6. Sasa sisi tulipokuja na wenzangu hapa, kama nilivyosema, kwanza tutafuta tufanye biashara vizuri na wenzetu. Tukiona tunaendeshwa kafuta ndugu wetu ni nani? Ndugu wetu ni Airtel, ndio alianza huko kama Celtel, tukaanza kuchimba ndio tukayaona yote haya. Akasema kiasi hiki hapana, lazima twende tufike tujue mbivu na mbichi hasa kitu ni nini hapa, kama kuna kulipana tutalipana hii. Na tunataka twende kistaarabu tu, kwa sababu kila ukichimba unakuta mambo mazito zaidi. Sisi tumeomba serikali walichukue jambo hili. Sisi interest yetu ni kwa ikiwezekana ile kampuni yetu ya Celtel irudishie kwetu, na tunaongea 2005 mpaka leo ni miaka 12. Miaka 12 tulikuwa tunayo tayari kampuni ya simu za mkononi. Juzi ndio tumeanza. TTCL pesa tumeanza mwezi gani? August, sio July, sio August hapo. Na matokeo ni kuwa mpaka sasa sisi asilimia ushiriki wetu katika soko market share ni 0.85. Hatuna sababu ya kuwa huko. Na Tanzania waelewe, kwa hiyo 0.85 tangu CEO ameingia Kindamba mwezi Septemba mwaka jana. Tangu mimi nimekuja hapa mwezi Machi mwaka huu. Na ndugu zangu hapa, kuna wakati nilikuwa board member niko peke yangu tu hapa. Na wenzangu wamekuja hapa April. Sasa hivi tayari alhamdulillah atasema CEO tunaona
tunakwenda kwenye mlolongo mzuri. Sasa tungekuwa na Celtel yetu tangu miaka hiyo mpaka leo, tungekuwa tuko wapi? Tumeona ndugu zetu waite, tuwaeleze haya ili kila kitu kiwe kiko wazi. Ukiingilia kwenye hasara ambazo tumepata, ni mlolongo wa hasara. Pale tu wale waliponunua shares za TTCL kwa milioni 65 badala ya milioni 120, ndio maana sasa ile nikasema mpaka leo shares za TTCL ni hizo hizo na thamani ya share ya TTCL ni hiyo 1000. Pale tu ilikuwa share value ya hisa wamepromosha mpaka shilingi 630. Kwa kitendo kile tu itakia siku ile value ya hisa za TTCL kila moja iwe shilingi 630, lakini mpaka leo tunahesabu bado ni shilingi 1000. Sasa utaona ni hasara gani ilifanyika. Alafu ili kwenda kununua kwa shilingi 65 milioni, kuongeza, walitoa mwanzo milioni 60, ili kuongeza ilichukua takriban miaka 4. Na waliposema hivyo wakasema sisi acha tuiendeshe TTCL tujiridhishe inafanya faida. Maana yake ni kuwa amekopeshwa hisa. Ile hisa 102 ya kuzilipia zote, amelipia nusu. Lakini amekopeshwa. Hakuna mtu anayekopeshwa hisa duniani. Hawa wakitangaza hisa hapa, nenda pale useme mimi na nusu hela, pesa nyingine nipe nitakuja kulipa baadaye, uone kama utakubalika. Hakuna, lakini Tanzania amefanyika. Alafu baadaye miaka 4. Yaani kila hulwa iliyopatikana kwa TTCL wale walikuwa wanapatikana hulwa kama wanahisa milioni 102 na ushei. Lakini kwa ukweli wanahisa nusu ya hizo. Miaka 4. Kila chofaidi kwa miaka 4, alafu wao ndio management. Hao ndio kwenye board. Tu test kwanza, una test hisa. Ndio uchukue kampuni. Yameanza wapi? Sasa ukianza kukusanya mahasara tuliyopata mpaka hivi kwa mifumo hiyo kwenye hii kampuni moja tu TTCL ni mengi. Ni mengi sana. Sasa tumeona sisi tuseme hayo ili muelewe vile sisi tunapoiomba serikali ilishughulikie hili. Mtuelewe ndugu zetu, hatuna ubaya na mtu, tunatafuta haki ya nchi yetu. Kwa Tanzania hatuna hulka ya kudhulumu watu. Hapana, tuna hulka ya kusaidia watu. Tumekufa Msumbiji kwa nia nzuri tu, tumepeleka vetu nchi nyingine kwa nia nzuri tu, tumeungana na wenzetu. Zimbabwe zimekombolewa, South Africa imekombolewa, tumetoa kila tulicho, punda, ng'ombe, mbuzi, tutatoa. Sasa wakati tufanya hivyo sisi tutafanywa hivi. Inaomba kusema kwa hiyo. Mimi naomba nishili hapo. Naomba CEO kama kuna lolote ataka kusema, alafu tutapokea maswali. Asanteni sana. Mika yako. Sawa, shughuli yake na kwanza zetu. Karibu sana. Uko tayari? Habari za mchana, mabibi na mabwana. Jina langu naitwa Waziri Kindamba, afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya simu Tanzania TTCL, ambayo hivi karibuni tunasubiri signature ya Mheshimiwa Rais na kuwa ni shirika la mawasiliano Tanzania. Sina mengi ya kusema isipokuwa tu mosi niseme kwamba sisi kama management, sisi kama uongozi wa kampuni ya simu Tanzania pamoja na wafanyakazi wote wa TTCL tunaiunga mkono bodi yetu chini ya mwenyekiti Mzee Omar Rashid Nundu na mwenzake ambaye ameambatana naye leo Omar Khamis kutoka Zanzibar, na wajumbe wengine ambao hawakuweza kufika kutokana na majukumu mengine ya kitaifa. Tunawaunga mkono kwa 100%.
na tunawaunga mkono kwa yote ambayo wanayasimamia, na tuko nao bega kwa bega katika kuhakikisha kwamba dhulma hii iliyofanywa, wizi huu uliofanywa na ghilba hii iliyofanywa unawekwa wazi mbele ya macho ya Watanzania. Na kama ambavyo pia jana Mheshimiwa Rais amegusia kule Dodoma, ametoa tu tip of an iceberg, au tuseme amechokoza tu na kuyaweka yale hadharani na kutoa maelekezo ambayo ameyatoa. Sisi tuko tayari kutoa ushirikiano huu wa 100% kama ambavyo Rais ameshatoa amri. Tutatekeleza kuhakikisha kwamba kampuni hii ya Watanzania inarudi mikononi mwao, kama ambavyo mwenyekiti amekuwa akinareti. Ilianza kama Cellnet, ikageuka ikaja ikawa ni Celtel, ikaja ikawa Zain, na sasa hivi imekuwa ni Airtel. Lakini kama ambavyo pia amesema, tunazo evidence za kutosha, tunao ushahidi wa kutosha usio na mashaka kwamba kampuni ile au kampuni hii ni ya Watanzania kwa 100%. Ni kampuni ya TTCL kwa 100%. Sisi baadhi yenu tuliopata bahati ya kuwa ni wateuzi wa Mheshimiwa Rais, tunaona tunalo deni kwenu kama Watanzania. Tunalo deni kwa Mheshimiwa Rais ambaye ametuamini, wa kusema kweli tupu, ili hiki ambacho Watanzania wamefanyiwa na wajanja wachache ya kukwapuliwa rasilimali zao tukiweke wazi. Tutakuwa hatuwatendei haki Watanzania wenzetu ambao kwao tumesoma kwa jasho lao. Tulipata kusoma shule za serikali, tunajua ada zilikuwa subsidized. Mimi nimesoma Azania sekondari na Tambaza, nakumbuka ada ilikuwa 8,000 shilingi. Ni kwa sababu wako Watanzania wavuja jasho ambao jasho lao limetuwezesha tumesoma na kusomeshwa na tumefika hapa, na itakuwa ni usaliti kama tusiposema kweli tupu katika kuyaweka mambo haya hadharani. Na kwa hiyo niseme, baadhi yetu tumekubaliana kujitoa sadaka nafsi zetu na miili yetu, na hatutajali litakalotukuta, kwa sababu tunajua tunasimama upande wa wanyonge, upande wa Tanzania, tukiamini kwamba TTCL ambayo japo sasa hivi inachechemea, ikifanya vizuri zaidi itapeleka gawio serikalini ambalo litajenga miundombinu kama barabara na reli. Itapeleka gawio serikalini ambayo itatumika kwenye kuboresha afya, huduma za maji na kadhalika. Nchi yetu bado maeneo mengi yanahitaji chombo hiki ambacho kimsingi ni chombo cha kimkakati wa kiuchumi. Na tunaamini kwamba kwa kichache ambacho sasa hivi kinaonekana, kama tukiwa na 1% kubwa zaidi ya soko, tunaweza kupeleka gawio kubwa zaidi serikalini. Na kwa sababu mimi ni mtaalamu, naomba nizungumze ya kitaalamu. Kwenye kota inayoishia Septemba 2017, operating profit ya TTCL kwa mara ya kwanza imekuwa recorded 5 billion. Lakini profit hiyo kwa uchache huo 1% anayosema Mzee Nundu, subscriber base au 0.85, tumetengeneza the profit before tax 2.66 billion. Kodi faida kabla ya kodi 2.66 billion, bilioni 2.66. Na net profit au faida baada ya kodi 1.8 billion, bilioni 1.8. Corresponding tax, kodi tuliolipa milioni 786, inakaribia milioni 800 kwa kota hii inayoishia Septemba 2017. Kodi yetu ni 800 million, milioni 800. Hiyo ndio TTCL yetu.
hiyo ndio TTCL ya Watanzania. Na kwa hiyo sisi tuliopata dhamana hii tutajitahidi kila hali kupambana kuhakikisha kwamba Watanzania mnapata gawio lenu kwa kupeleka hazina kama ambavyo nimeahidi. Mwaka utakaoisha wa fedha wa serikali tutapeleka 1 billion. Na mwelekeo huu unaonekana kwa sababu kama unapata 1.8 billion kwenye kota moja, utazidisha, utaona wapi tunakwenda, tutakuwa kwenye 7-8 billion. Kwa hiyo ndugu zanguni, haya yanawezekana. Tunaye Mheshimiwa Rais ambaye ameonyesha utayari wa kuongoza vita vya kiuchumi. Na sisi wateule wake tumekula dhamira, tumetia nia ya kumsaidia ili kuweza kufikia lengo hilo. Kwa tutaomba Watanzania wenzetu mtuelewe, hatuna nia mbaya na mtu yoyote. Na hata tutakapokuwa tunakukanyaga, hatukukanyaga kukusudia. Ni katika kuhakikisha kwamba tunaweza kufikia objective ile ambayo tumejiwekea ya kuimarisha shirika la mawasiliano la Watanzania. Najua moja kati ya swali litakuja, miaka yote mlikuwa wapi? Celtel mbona siku nyingi mnaibuka leo 2017? Kuna usemi wa Kiswahili unasema, anayekutwa na ngozi ndio mwizi wa ng'ombe. Anayekutwa na ngozi ndio mwizi wa ng'ombe. Kwa hiyo tumejipanga katika kuhakikisha kwamba hili linawezekana. Kwa hiyo naomba, tunajua tunaingia kwenye mapambano, vita ya kiuchumi sio nyepesi kama watu wanavyofikiri. Tunaomba tuombeane dua njema, tunaomba tumuombee dua Mheshimiwa Rais ambaye ameonyesha utayari na wasaidizi wake wote ili kuhakikisha kwamba hili linawezekana. Naomba nisichukue muda mwingi sana. Mzee wangu pia kutoka Zanzibar, Mzee Omar Khamis, mjumbe wa bodi, naye pia apate kutusalimia. Lakini TTCL kama management tunaiunga mkono bodi 100% na tuko nayo bega kwa bega katika kuhakikisha kwamba tunalinda na kusimamia maslahi mapana ya Watanzania. Asante sana. Ndugu wanahabari, habari za asubuhi. Mimi sina mengi, nje tutakusema tu tumechukua ndimu, tumetia kwenye shimo la pweza, tunamtaka pweza atoke. Tuone ukubwa wake. Kama niko au dume tutajua. Asanteni sana. Okay. Sasa ndugu zangu, tutachukua maswali. Taomba useme nani, unatoka wapi, alafu tukubaliane. Tunaomba niko manage hiyo. Maswali mangapi niko? Asante. Naona labda tuanze na matatu ya kwanza. Mkaidi swali lako liwe fupi na liwe katika haya yaliyozungumzwa hapa. Mkono wa kwanza, jitambulishe, uliza swali. Mimi naitwa Daniel Kaminyogo na kutoka Mwanza TV. Ningependa kufahamu kwa sababu ya mambo yamekuja kwa wazi, tuweze kufahamu hawa ni kina nani walikuwepo na kina nani waliofanya mambo haya. Swali la kwanza, akina nani kwa maana ya waliokuwa wajumbe wa bodi, sio? Hiyo. Asante. Na huyo aliyenani huyo? Isa moja. Asante. Swali la pili. Mimi naitwa Henry Nifuaje. Mimi nimesikiliza bodi namna wanazungumza, nimesikiliza mtendaji mkuu namna wanazungumza, lakini nataka tuweke kwa very clear. Nyie kama TTCL na mnachokitaka, kwa sababu mmetuelezea dhuluma zote ambazo zimefanyika, wizi, ubadilishaji, namna hizi ambazo watu wamecheza nazo mpaka ikawa hivi. Nataka tujue nyie, maana nisikia mwenyekiti hapa anazungumza, anasema kwamba wao wanahitaji ile ya Celtel, sivyo? Lakini nataka hata hiyo Celtel, hata hiyo Airtel, kwa namna ambavyo mmezungumza inaonekana dhahiri kwamba ni sehemu kubwa ya TTCL. Sasa mnachokitaka nyinyi hasa, je, muwe na gawio au muichukue ile yote iwe mali ya TTCL, iwe wazi? Asante. Swali la tatu na mwisho kwa muda huu, Bashir Katari.
Swali langu mimi nakia David naitwa Katare. Nataka kidogo mheshimiwa mwenyekiti wa bodi tusaidie. Tumeongea kitaalamu sana na figures nyingi sana. Na kuna confusion ambayo wengine wamechanganyikiwa na nafikiri ndio wamechanganyikiwa. Nataka yani kwa kifupi sana. Yani kutueleze baada ya rais kuzungumza jana, baada ya magazeti yaliyotaja mwanzoni yameandika, tumesema wote vizuri jana. Nini message mnataka TTCL leo iende kwa Watanzania? Kwa kifupi ili mtu aweze kuelewa. Sawa. Asante. Naomba mheshimiwa tujibu kwanza. Nadhani nitaanza kuyajibu na kama wenzangu watakuwa la kuongeza. Naomba utulivu kidogo samahani. Naomba utulivu kidogo tusikie mwenyekiti. Hili la wajumbe waliokuwepo kwenye bodi ya tarehe 5 Agosti 2005. Kwa sasa hivi kama unavyojua, kama tulivyosema, hii vita ni kubwa, tunaenda vitani. Na kuna watu hapa watapata msukosuko. Sasa wenyewe watakuwa wanajijua, lakini tusingependa wakipita barabarani kila Mtanzania watie usukuo hivi. Kwa hiyo acha tusitaje hapa, litaibuka tu wakati utafiti unavyokwenda. Tunachokitaka sisi kama nilivyosema, tulikuwa tuna kampuni yetu inaitwa Celtel. Na hapa hakuna tofauti kati ya Celtel na Airtel. Ndio maana nilisema ilianza Airtel, ikaja Zen, ilianza Celnet, ikaja Celtel, ikaja Zen, sasa hivi ni Airtel. Kwa mlolongo huu tunachoongelea, amesema hapa CEO, wanayokutwa na ngozi ndiye mwizi. Sisi tunataka ufanywe mchakato wa kina, kila mtu ajiridhishe Airtel iliyopo sasa hivi turudishiwe sisi. Na wala sio kama kampuni tanzo, hapana. Tunataka kuintegrate vile utendaji ulio kwenye Airtel uwe pati ya TTCL. Hatukuwa na haja sisi kuanzisha mambo ya simu za mkono kwenye TTCL. Kama tungekuwa tuna Celtel yetu tangu mwanzo mpaka sasa, kwa maana tungekuwa na Airtel yetu. Kwa hilo ndio tunalotafuta. Hatutafuti mgao sisi hapa. Tutafuti mgao, sisi tunataka zile huduma, nyenzo zetu, masafa yetu, pamoja na wateja wetu waliokuwepo na waliojiunga baadaye wawe ni wateja wa TTCL. Hilo la kwanza. Message kwa Watanzania. Bwana Katari kasema message gani mwapeleka kwa Tanzania? Tulisema tumewaita waandishi wa habari kwa sababu kulionekana kuna sitofahamu, lakini inaonekana mpaka hapa inaendelea. La kwanza, tulikuwa tunataka mjue kwa sisi hatuna hisa kama TTCL. Sasa hivi hatuna hisa kwenye TTCL, kwenye Airtel. Hisa zilizoko kwenye Airtel ni za serikali na mwekezaji Airtel. Lakini Airtel kwa maana ya Celtel ilivyoanza, ile ilikuwa ni ya kwetu. Kwa tunataka Watanzania kwanza wajue kuwa Airtel iliyoko sasa hivi, kwa takwimu na taarifa tulizonazo, kuna kila uhalali wa kuwa ile ni kampuni ya TTCL. Na kubwa ni hii tunasema sasa hivi tuna 0.85 market share. Tunajitahidi, itapanda. Hiyo hatuna tatizo, itapanda. Lakini tukirudishia Airtel yetu, mpando wake ule utakuwa ni wa mara moja na ni mkubwa. Na utatuwezesha kujiweka katika wigo sambamba wa kushindana na wenzetu. Tunajilipanga ni kushindana. Hatutaki sisi kuonea huruma, tupewe chetu tuende mbele, tushindane na wale wengine ambao wako kwenye wigo. Sijui kama una lolote la kuongeza. Sio labda niongeze. Bahati nzuri nimefunzwa na mzee wangu Omar Hamisi, anatokea Unguja Zanzibar, kule ni mabingwa wa Kiswahili. Kwa hiyo huwa anajifunza mambo mengi. Kama anachokisema mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba lengo letu ni jepesi tu, kwamba hawa mabwana waturudishie kampuni yetu bila kokoro. Tusiparurane. Warudishe kampuni hii, kwa sababu namna ilivyopatikana ni haramu, na mpaka sasa pia uwepo wake ni haramu. Kwa hiyo kampuni yote ambayo imeanzishwa kiharamu haiwezi ikaendelea kuwepo kihalali. Kama upatikanaji wake ulipatikana kutokana na kukwapuliwa, basi maana yake ni kwamba
inaweza ikarudishwa bila ya watu kuparurana. Kama unataka kuparurana, tutapita njia hiyo, lakini tunataka tusifike huko, na Watanzania wajue hilo. Hatutaki kuparurana, tunataka kiustaarabu tu, very diplomatically kampuni yetu irudi. Lakini kama nilivyosema, toka tulipoanza sisi kama management na bodi mpya, sasa hivi na mwaka mmoja na ushehe, kwenye kota hii tu tumetangaza kwamba tumedeclare net profit ya 1.8 billion. Na kwa hiyo ni kwa just base ndogo uliokuwa nayo ya 1%. Hebu jaribu kupiga picha ukiwa na 27% sokoni, utapata kiasi gani na utapeleka gawio serikalini kiasi gani? Kwa hiyo ndio maana pia yako na maneno mengi yanayosema kwamba ipo ghilba kubwa sana kwenye mitandao hii ambayo Watanzania wananyonywa na kupunjwa, ambapo tunaamini mpiganaji pekee ambaye anaweza kuwa ni mkombozi wa Tanzania ni TTCL. Hatukuwahi kufanya profit kwa miaka karibu 15. Hii kota hii sasa tuna declare profit. Ni mapinduzi makubwa na ni achievement kubwa. Kwa tunaomba liwe wazi kabisa, tunachotaka ni kampuni yetu irudi. Asante sana. Asante mwenyekiti kwa ruhusa yako kufanya awamu ya pili ya maswali matatu tena, na yatakuwa ndio ya mwisho. Awamu ya pili, maswali matatu ya mwisho. Akina mama pia tunakumbushwa uwiano. Naomba mkono, kama hayapo tumalize. Maswali mara ya kwanza upande huu, maswali upande wa pili, nyuma kule. Mheshimiwa mwenyekiti, nadhani imetosha. Mimi nilikuwa mwalimu, kwa hiyo watu kama wana maswali mengi manake somo limeeleweka. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ndugu zangu, tuwashukuru sana kwa kuja. Naomba tuendelee kushirikiana. Hii ni nchi yetu, sote tuna wajibu wa kuipigania. Asanteni sana na karibuni sana.